Imetimia saa 12 katika eneo la Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya. Karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi, Marekani imesema inajadili uwezekano wa kufanyika duru ya pili ya mazungumzo ya amani na Iran. Serikali ya Kenya yapunguza kodi ya ongezeko la thamani VAT kutoka asilimia 16 hadi 8 kuwapunguzia wananchi mzigo wa bei ya mafuta. Kupunguzwa kwa VAT katika shughuli hii nzima ya uagizaji wa mafuta hapa nchini inamaanisha kwamba hii itasaidia kuhimili mfumuko wa bei ya mafuta ambao umechangiwa pakubwa na vita vinavyoendelea katika mataifa ya Kiarabu. Na katika gumzo hii leo tunaangazia uwezekano wa kufanyika duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Je, yapi muhimu yatashughulikiwa tofauti? Mitabaki pale katika vile vipengele 25, na changamoto kubwa iliyopo ni kwamba ahadi ya Donald Trump mara zote ilikuwa ni kwamba hawatokuwa na urutubishaji wa nyuklia. Ni moja kati ya vitu ambavyo havikwamisha, lakini swala zima la Hormuz. Kwa hiyo kama watataka waondoke waseme kwamba kuna maendeleo, basi nafikiri waepuke hivyo viwili. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Caro Robi. Karibu. Asante Halima. Marekani imesema inajadili uwezekano wa kufanyika duru ya pili ya mazungumzo ya kutafuta amani na Iran. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt amesema mazungumzo ya kurefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa zaidi ya wiki mbili yamekuwa yenye tija na yanayoendelea. Ujumbe kutoka Pakistan ukiongozwa na mkuu wa majeshi Asim Munir uko Tehran kama sehemu ya juhudi za upatanishi. Duru ya kwanza mazungumzo iliyofanyika mwishoni mwa juma lililopita mjini Islamabad ilifeli kufikia makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati uliozuka tangu mwishoni mwa mwezi wa Februari. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jeshi lake linaendelea na operesheni dhidi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran Hezbollah nchini Lebanon licha ya shinikizo la kimataifa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Bwana Netanyahu amesema majeshi ya Israel yako karibu kuudhibiti mji wa kusini mwa Lebanon wa Bint Jbeil ambao anautaja kuwa ngome ya Hezbollah. Baraza la mawaziri la Israel linaripotiwa kukutana kujadili uwezekano kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini bado hakujatangazwa uamuzi wao kuhusiana na hilo. Iran inasisitiza kwa Lebanon sharti ijumuishwe katika makubaliano yoyote ya kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ametoa wito kwa serikali ya Cameroon kupambana dhidi ya ufisadi. Samba Tenze na taarifa zaidi. Baada ya kukaribishwa kwa vifijo na nderemo na maelfu ya waumini waliojitokeza katika mji mkuu Yaounde, Papa Leo aliwahutubia viongozi wa serikali akiwemo rais wa muda mrefu wa Kameruni Paul Biya, akiwataka viongozi wa nchi hiyo kuzisuta nafsi zao, kuvunja minyororo ya ufisadi na kuheshimu haki za binadamu. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki amesema viongozi wanapaswa kuwa madaraja ya kuunganisha na sio chanzo cha migawanyiko. Asasi za kiraia zimelaani ukandamizaji unaofanywa na serikali dhidi ya wanaopinga kuchaguliwa tena kwa muhula wa 8 kwa Rais Biya katika uchaguzi uliofanyika mwezi Oktoba mwaka jana. Na Benki ya Dunia imeanzisha mfuko wa kimataifa unaolenga kuboresha upatikanaji wa maji safi kwa mabilioni ya watu duniani, huku nchi 14 zikitarajiwa kunufaika. Nchi hizo ni kutoka Afrika Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Benki ya Dunia inakadiria kwa mahitaji ya maji safi yataongezeka maradufu kwa 40% ifikapo mwishoni mwa mwongo huu, huku mabadiliko ya tabia nchi yakichochea ukame na mafuriko makali. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Caro Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyapata kupitia Radio Kwizera, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza pia kupitia Milele FM, Mwanede FM na Nyota FM. Uganda tunasikika kupitia Voice of Muhabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Elizad Radio. Leo hii uko nami Halima Nyanza. Karibu. Marekani imesema inajadili uwezekano wa kufanyika kwa duru ya pili ya mazungumzo ya amani na Iran ambayo yanatarajiwa kufanyika tena nchini Pakistan. Msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt amesema mazungumzo ya kurefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa zaidi ya wiki mbili yamekuwa yenye tija na yanaendelea. Omar Mkambara na maelezo zaidi.
Serikali ya Marekani imesema ina matumaini ya kufikia makubaliano ya kumaliza vita na Iran. Pia imeonya kuwa itaongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran ikiwa itaendelea kukaidi matakwa yake. Serikali ya Marekani imeongeza kwa kusema kuwa itaweka vikwazo zaidi kwa mataifa yanayonunua mafuta kutoka Iran, hasa China, ili kuweza kuongeza shinikizo kabla ya kuanza mazungumzo mapya. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline alisema mazungumzo mapya yana uwezekano mkubwa kufanyika tena nchini Pakistani kwa kuwa taifa hilo limejitolea kama mpatanishi pekee katika juhudi za kumaliza vita kati ya Marekani, Israel na Irani. Msemaji huyu wa ikulu ya Marekani aliongeza kwa kusema kuwa wana matumaini makubwa ya kuweza kufikiwa kwa makubaliano. Mlimsikia makamu wa rais na rais mwenyewe wiki hii akisema kwamba mazungumzo yanaendelea na yanatija. Pia nimeona baadhi ya ripoti kuhusu uwezekano wa mazungumzo ya ana kwa ana tena. Tuna matumaini kuhusu kufikiwa kwa makubaliano. Rais alitaja hilo katika mahojiano yake, na bila shaka ni kwa maslahi ya Iran kukubali masharti ya rais. Ujumbe kutoka Pakistani ukiongozwa na mkuu wa jeshi Asim Munir uko Teherani kama sehemu ya juhudi za Islamabad za upatanishi na mazungumzo ya kutatua mgogoro huu. Wakati huu maseneta wa chama cha Republican wamekubali kuendelea na vita vya Rais Donald Trump dhidi ya Irani. Hatua hiyo inakuja baada ya maseneta wa chama cha Democratic kutaka vita isimame hadi bunge liruhusu rasmi kuendelea kwa vita hiyo. Lakini maseneta wa Democratic walishindwa baada ya kura zilizopigwa. Hii inamaanisha vita itaendelea kama kawaida. Ingawa sheria inasema bunge linapaswa kuamua kuhusu vita, bado rais anaendelea na operesheni zake za kijeshi. Kwa upande wa Irani, mshauri wa masuala ya kijeshi wa taifa hilo Mohsen amesema kuwa Irani itawakamata mateka wanajeshi wa Marekani watakaoingia nchini humo kwa njia ya ardhini. Kwa mujibu wa Mohsen, anasema Irani iko tayari kujibu hatua yoyote ya kijeshi kutoka kwa Marekani, akidai kuwa uvamizi wa ardhini ungeipa Iran nafasi ya kuwakamata maelfu ya wanajeshi wa Marekani. Akaongeza kwa kusema meli za kivita za Marekani zinaweza kushambuliwa na kuzamishwa endapo zitaendelea na operesheni ya kuzuia usafirishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz. Omar Mkambara. Rais wa Kenya William Ruto hapo jana alitangaza serikali yake imepunguza kodi ya ongezeko la thamani VAT kutoka 16% hadi 8% kuwapunguzia mzigo wa wananchi. Kufuatia agizo hilo la rais, mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli nchini Kenya EPRA imetangaza kuwa VAT imeshushwa kutoka 13% hadi 8%, na bei mpya ya mafuta ya petroli imepunguzwa kwa shilingi za Kenya 9.37 na dizeli imepunguzwa kwa shilingi za Kenya 10.21 kwa lita kutoka bei zilizotangazwa juzi na EPRA. Ili kufahamu zaidi, mwanahabari wa BBC Serafina Robi amezungumza naibu msemaji wa serikali ya Kenya Mwanaisha Chizuga, anayeanza kwa kuelezea hatua hii ina maana gani. Kupunguzwa kwa VAT katika shughuli hii nzima ya uagizaji wa mafuta hapa nchini inamaanisha kwamba hii itasaidia kuhimili mfumuko wa bei ya mafuta ambao umechangiwa pakubwa na vita vinavyoendelea katika mataifa ya Kiarabu. Kutokana na hilo, kama serikali ya Kenya chini ya uongozi wake Rais William Samoei Ruto, ni baadhi ya mikakati ambayo tumeweka kudhibiti hii bei isiweze kuongezeka ikawa mzigo zaidi kwa Wakenya wa kawaida. Na hii VAT ni kwa bidhaa za mafuta au pia bidhaa nyingine? Ni kwa bidhaa hizi za mafuta tatu, kwa mafuta ya dizeli, mafuta haya ya petroli na mafuta ya taa. Na bidhaa nyingine hazitaweza kuathirika? Na kwa sasa bado, na kwa sababu hili ni jambo endelevu, kila kukicha kama serikali ya Kenya tutakuwa tunaangalia mikakati ya vipi tunaweza kuboresha au kupunguza bei hiyo ya bidhaa zingine ambazo ni za mafuta. Kumrahisishia msikilizaji wetu kuelewa, itakuwa na athari gani? Je, ni kwamba bei ya mafuta iliyopandishwa jana itashuka au huu nafuu utakuwa wapi? Unajua, kwa sheria za Kenya kila tarehe 14 ya mwezi tunatangaza bei za mafuta kupitia shirika la EPRA, aidha kwa kuongezeka ama kwa kupungua. Kwa hii iliyotangazwa ni hii ambayo inaendelea hivi sasa, kwa imeongeza bei ya mafuta kati ya shilingi 28 na kwa shilingi 40 katika mafuta ya dizeli na petroli kama ilivyotangazwa. Kwa hivyo tunangojea tena tuone mikakati hii ambayo imewekwa. Je, katika tangazo lingine la bei ya mafuta yatakayofanyika mwezi ujao
itakuwa na athari zipi. La sasa hiyo ruzuku iliyotangazwa ni kuhimili bei hizi za mafuta ambazo zimetangazwa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Sasa kama ulivyoelezea hapo mwanzoni, mzozo wa Mashariki ya Kati ulioleta haya yote bado unaendelea. Hii hatua ya serikali itakuwaje endelevu baada ya miezi mitatu iliyotangazwa na serikali ya kushushwa kwa kodi hii? Sisi hapa Kenya hatuna wasiwasi. Serikali itaendelea kushughulikia masuala ya wananchi wake. Kwa hivyo sisi tunaendelea, hii ni hatua ya kwanza, na najua rais yuko mbioni hivi sasa kushirikiana na Wakenya mbalimbali wahusika tofauti kuhakikisha kwamba hata baada ya miezi mitatu suluhu ya kudumu itakuwa kuendelea kudhibiti bei hizi za mafuta hapa nchini. Na msikilizaji, na tukiwa bado tumebakia nchini Kenya, athari za mzozo unaoendelea nchini Iran pamoja na eneo zima la Mashariki ya Kati sasa zinaonekana wazi hata katika maeneo ya mbali nje ya ukanda huo, huku mataifa ya Afrika Mashariki yakianza kukabiliwa na shinikizo kubwa la kiuchumi. Sekta ya chai nchini Kenya nayo haijaachwa nyuma, kwani imeanza kuhisi athari hizo kutokana na changamoto za biashara na usafirishaji. Calvin Jabedo ana maelezo zaidi. Nchini Kenya, wakulima wanakabiliwa na hofu kwa sababu ya vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ni kwa sababu makabiliano yanayoshuhudiwa hususan nchini Iran yametatiza usafirishaji wa mazao yao. Ukulima ambao mauzo yake ni takriban dola milioni 800 kila mwaka umeathirika kwa kiasi kikubwa, ikikisiwa kuwa kwa sasa mauzo ni dola milioni 9 pekee. Hii ni kutokana na vita hivi vilivyoathiri soko la mazao tofauti kama majani chai na maua. Tunauza bidhaa zetu kwa mataifa ya Mashariki ya Kati kama Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Milki za Kiarabu, Bahrain, Oman na Iraq. Hasara tunaipata kwa siku ni kati ya dola 30,000 na 50,000. Hii ni hasara kubwa sana ukizingatia kuwa soko letu kubwa liko Mashariki ya Kati. Sekta ya majani chai imepoteza takriban dola milioni 1.4 tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza zaidi ya mwezi mmoja sasa. Itafika ile wakati ambao wale wanunuzi wetu wa chai hawataweza kabisa kununua chai yetu, na tutakuwa na changamoto kubwa ile ambayo tunaita kwa lugha ya Kiingereza overproduction na oversupply ya majani chai. Hiyo ni kumaanisha tutaweza kuchuna chai mingi zaidi juu production ya chai lazima iendelee kama kuna vita ama hakuna. Alafu sasa hiyo chai haitakuwa na pahali ya kupelekwa. So hiyo ni kumaanisha kutakuwa na chai mingi sana, hatutaweza kuiuza na hatutaweza possibly kupata pesa ya kugharamia zile expenses zenye tuko nazo katika shamba. Eneo la Mashariki ya Kati linanunua 20% hadi 30% ya majani chai kutoka kwa mnada huu, na Pakistan ambayo ni jirani wa Iran pia hununua 40%. Kwa hivyo tunazungumzia mgao wa mauzo ya sokoni wa 65%. Vita hivi vikiendelea, basi athari yake itakuwa kubwa na mbaya zaidi kwa soko la majani chai na hasa kwa washikadau wakuu katika sekta hiyo. Ingawa bara la Afrika halijahusika kwenye mzozo huu, athari zake zimesambaa kote. Nchini Uhabeshi, uhaba wa mafuta umekithiri, huku raia wengi wakiathirika na mfumuko wa bei ya bidhaa hiyo. Macho yote sasa yanaangazia Marekani, Israel na Iran kuona kama kusitishwa kwa mapigano haya yatadumu ama kitumbua cha wakulima hawa kitazidi kuingia mchanga. Na sasa moja kwa moja kwenye michezo na Omar Mkambara. Na asante Halima, na nianze moja kwa moja na ligi ya mabingwa barani Ulaya ambako the Bavarians Bayern Munich wametinga kwenye hatua nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya baada ya kupata ushindi wa goli 4-3 dhidi ya Real Madrid, na Munich wanakuwa wanaondosha mashindanoni Los Blancos kwa jumla ya goli 6-4. Na washika mitutu wa London Arsenal wametinga kwenye nusu finali licha ya kuambulia sare ya bila kufungana na Sporting Club do Portugal ya kutoka nchini Ureno. Arsenal walishinda mechi yao ya kwanza kwa goli 1-0. Na baada ya matokeo ya michezo hii ya jana, nusu finali zitaanza kupigwa kuanzia tarehe 28 mwezi huu ambako PSG the Parisians watakuwa wanawaalika Bayern Munich kwenye nusu finali ya pili itakuwa itapigwa tarehe 29 ambako Arsenal watakuwa ugenini kwenye dimba la Riyadh Air Metropolitano kwa kabili Atletico Madrid, na nusu finali za pili zitapigwa Mei 5 na Mei 6. Nchini Tanzania, vita ya kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara iliendelea tena hapo jana, ikiendelea kushika kasi ambako wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club waliibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya klabu ya Fountain Gate, na hivyo Simba kufikisha alama 39 katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo 18. Watani wa jadi wa Simba Yanga
wao wanasalia kwa kileleni mwa ligi hiyo wakiwa na alama 44 baada ya kucheza michezo 18, na leo watashuka dimbani kwenye uwanja wa KMC kwa kabili Mbeya City. Utofauti wa alama sasa kati ya Simba na Yanga ni alama 5 mpaka kufikia sasa, huku Azam akiwa kwenye nafasi ya 3 ya msimamo wa ligi akiwa amekusanya alama 34 katika michezo yake 18. Lakini nikujuze tu kwenye mchezo wa tenisi, Carlos Alcaraz amejiondoa kwenye michuano ya wazi ya Barcelona kutokana na majeraha ya kifundo cha mkono. Nyota huyo wa Hispania alipata jeraha hilo ambalo litamweka nje, huku vipimo vikionyesha kuwa haijulikani ukubwa utakuwa ni kiasi gani, na inatarajiwa kwamba atarejea kabla ya michuano ya French Open. Ni hayo tu kwenye michezo ya lima wakati huu. Asante Omar.